Governor Abdi Guyo Kayole. Jana watu waliona vile furaha na vigelegele ambaye alituletea sisi Bulabesa. Hii ni historia. Shukuru Governor wa Isiolo Ibrahim Guyo anafanya kazi mzuri. Jana nashukuru Mungu tulishida na governor, tukiangalia ile maendeleo, tukizudua maendeleo Bulapesa. Ni sauti za furaha kutoka kwa wakazi wa Bulapesa akiongozwa na mwakilishi wadi wao David Waithaka, wakizungumza siku moja tu baada ya Gavana Guyo kuzidua miradi ya maendeleo kwenye wadi hiyo. Kwa majina naitwa David Nyoro Waithaka. Mimi ndio mheshimiwa wa Bulapesa ward. Jana nashukuru Mungu tulishida na governor, tukiangalia ile maendeleo, tukizudua maendeleo Bulapesa ambaye kwa miaka mingi Bulapesa yetu imebaki nyuma. Kwa hivyo nilishukuru sana kwa vile tulianza na daraja ambayo imesumbua watu sana ya Kamkuri, na governor ali-launch, na ni ombi letu pia contractor aweze kukuja na kufanya hiyo kazi mara moja, ndio hata watoto wasiwe, kwa vile njia imekuwa mbali na watu wanapoteza, hata wale wako na biashara zao wanapoteza biashara, kwa vile wale watu walikuwa wanapitia kwa hii daraja, kama ni magari kama ni nini hawapiti. Kwa hivyo ni ombi langu contractor aweze kumaliza hiyo kazi haraka iwezekanavyo. MCA Waithaka akisifia hatua ya Gavana Guyo kwa ushirikiano na tume ya ardhi nchini NRC kuwapa wakazi wake allotment letters, akisema ina manufaa tele kwa wakazi wake. Ile imetusumbua Isiolo na Gavana, mimi nakushukuru hapa, ni maneno ya allotment na title deeds. Bulapesa ndio ya kwanza na tumeachwa kwa muda mrefu. Watu walipata barua za allotment na wengine walipata titles. Hiyo ni hatua kubwa kwa watu wa Bulapesa, hatua kubwa kwa vile sasa hata mtu akiwa pahali pale yako atajua hiyo ardhi ama hiyo plot, utajua ni yako na unaweza kufanya hata maendeleo. Kama huku umejenga vizuri utajenga na unaweza fanyia kazi mingi sana hata kwa plot. Nataka kuambia watu yangu ya Bulapesa ya kwamba haijalishi ukubwa wa kitu, hata hiyo plot unaweza fanya maneno makubwa na watu waweze hata kupata pesa. Kuna biashara mingi, aina mingi unaweza fanyia kwa hiyo plot. Unaweza lima, unaweza panda hata miti, machungwa, nini, hata unaweza weka kuku, ng'ombe, zero grazing na iweze kubuni. Kwa hivyo jana ilikuwa ni furaha kubwa. Mimi kama mwakilishi wa Bulapesa sijawahi furahi kama jana, because ile manifesto yangu ilikuwa inasema, ilikuwa na vitu mingi tulikuwa tumeweka, na moja ilikuwa maneno hiyo ya title, barabara, unaona. Na sasa hizo vitu Mungu ameweza kusifanya. Hata watu wakikumbuka nilikuwa nasema Nyoro wanyoroshe Bulapesa, na Bulapesa Mungu akiwa mbele na kushikana kwa uongozi wa Isiolo, tukiongozwa na gavana wetu, nafikiri tutapiga hatua. Na hiyo ndio kila mtu wakati huu ni wakati ya kufanya kazi. Kwa hivyo Bulapesa itapata lami, na hiyo lami itatufurahisha kwa vile itakuwa ni ya kwanza Bulapesa. Kauli yake ikitiliwa mkazo na wakazi wa Bulapesa. Mimi kama baby hustler, mama ambaye ni mzaliwa wa Bulapesa, kitovu changu kimetoka hapa Bulapesa. Nachukua fursa hii actually nikiwa na furaha na vigelegele ambayo haina kifani, haiwezi kapimwa, kurudishia Mheshimiwa His Excellency our Governor Abdi Guyo Kayole. Jana watu waliona vile furaha na vigelegele ambayo alituletea sisi Bulapesa. Hii ni historia. Tangu Kenya ipate uhuru 1969 hatujawahi kupata miradi kubwa ya maendeleo kama hii. Unaona ame launch mambo ya kupeana titles, haijawahi kuwa Bulapesa. Imekuwa for the first time.
At least watu wengine hata wa area nyingine walikuja kuchukua title hapa kwa hii Bulapesa primary. Hiyo ni furaha kweli, kwa ajili sisi tangu tupate uhuru hatujapata kiongozi ambaye anaweza kutuletea title deeds mashinani. Ya pili, mnajua ile lami launch ambayo inaenda mpaka KMC. Wallahi tangu sisi tupate uhuru, sisi tukiwa kwenye Islam yetu tumekuwa na viongozi wamekuja wengi, lakini hatujapata kama kiongozi kijana, kiongozi ambaye ni mcha Mungu, anajali maslahi ya wamaskini, ambapo ni sisi Bulabesa. Unajua hiyo barabara imekuja under county government. Tangu tupate devolution hakuna serikali ambayo imeleta lami. Hizi lami zote na macab road nyingi zilikuwa zinatoka national government. For the first time in history tangu tupate devolution, I think this is the third term ambayo tunaendelea na devolution. Serikali ambayo imetuletea barabara ya lami kutokea chini inapitia Bulabesa ikipasua mpaka KMC ni Gavana Guyo Abdi. So sisi tunamrudishia shukrani sana kama wanaslam, ametutoa kwa slam. Ninaamini kwamba 10 bila break akirudi sisi tutakuwa grade nyingine, tutakuwa na maestate. Yani kama mchana barabara za tumefunguliwa barabara hizi barabara for the last 25 years hakukuwa na barabara yote Bulapesa. Sasa all roads imefunguliwa ikiwa imeanza na Maram na kuna 2.5 km ya lami ambayo imeonchwa jana na governor. Mimi nashukuru sana Governor Abdi Ibrahim. Secondly, Isiolo Bulapesa ward ambaye hakukuwa na hii atimiliki cheti cha ardhi. Hakukuwa nayo. Jana governor wameshikana na Land Commission, wamekuja wakaletea watu 1190 cheti cha ardhi. Risiani kwa unajua huyu mtu akona kitu anamiliki ardhi hii. So mimi nashukuru governor wa Isiolo Ibrahim, huyu anafanya kazi nzuri. So mimi naomba tu governor kitu moja ni hii barabara umeleta. Sasa tunaomba sasa hii barabara kukuwe na ajira za vijana ikitokea hapa ndani. Hii barabara ni barabara kubwa. Hii barabara sasa tunataka sisi vijana wa Bulapesa tufaidike nao. Vijana wapate kazi pale, mama ambaye atakoroga ile simiti apate ule atabeba ile lami apate, yani kazi itoke kwa vijana. Mimi nataka kusema. Hata hivyo, Waithaka amewataka wakazi kaunti ya Isiolo kujiepusha na siasa za mapema na badala yake kuwapa nafasi viongozi kuwatumikia. Kitendo ambayo moja ningetaka pia kulani. Wakati ule kiongozi anasimama akiongea watu wasikize, kwa vile hata ukipiga kelele wakati ya kampeni ikifika, hiyo mtu ni wakati ule. Na napenda governor vile aliambia watu wakati huu ni yeye yako, Waithaka ndio yako, viongozi hata wale women senator Samal ndio sisi tuko kwa uongozi. Sasa wakati mtupee wakati tuwafanyie kazi. Wakati ile itakuja ikifika campaign, wewe kama uko na mtu yako leta, kwa vile maendeleo haikuji na namna hiyo. Na napenda, unajua maisha mbaya, siasa mbaya, maisha mbaya. Kwa hivyo wakati huu hata nani anajua 2027 mtu atakuwa namna gani. Kwa hivyo Mungu atupee nguvu tuweze kufanyia watu wetu kazi, kwa vile kama mimi hii ni jukumu Mungu alinipea nifanyie watu ya Bulapesa. Hiyo iko kwa roho yangu, na mimi hata sikukasirika hata watu kwa kupiga kelele. Nitaendelea kufanyia watu ya Bulapesa kazi kama vile Mungu. Unajua ukifanya kazi, hii kazi usifanye kama unafanyia Mungu kwa vile watu yake. Kuna watu si kila mtu alipiga kelele, si ni kweli? Kwa hivyo Mungu awe pamoja nasi na Bulapesa kwa miaka hii 2 ambayo tumebakisha kufanya kazi. Najua Bulapesa itaweza kuendelea. Kuna kitu moja ningetaka kuelimisha pia watu wetu, ya kwamba mtu anaitwa mheshimiwa MCA hakuangi na pesa yake ya kufanya hiyo kazi. Ni ile tumepitisha, kazi yetu ni kupitisha huko bunge, tunapeana shida zenu, tunapeleka kwa executive, na executive anaweza kunini, ndio zinakuja pesa, inakuja inapitishwa bunge. Pesa hiyo ikipitishwa haikuji ate kwa MCA, hiyo pesa ingali ina remain kwa ofisi ya governor, kwa vile ndio executive ndio implementer, ndio anafanya kazi. Kwa hivyo wale wanasema maneno sijui Waithaka ulizwe milioni 10,
za sports, ile mtu ya mzuri ya kuuliza ni executive, si Waithaka, lakini ni sawa tu. Hata mimi nitafuatilia nijue kama viwanja haijakuwa, hiyo tutafuatilia kanisi, lakini si kusema impression ya kuwa kama Waithaka. Waithaka hakuna pahali pesa inapitana kwa mara nini. Kwa hivyo hiyo nataka kuclarify, executive ndio anafanya hiyo kazi, na watu tukielewa kazi ya mtu na mwingine, kazi hii itakuwa rahisi hata kwa kila mtu. Mimi siwezi kwenda niingilie kazi ya governor, unaona, siwezi kuingilia mimi ama ya chief officer, unaona. Sasa iko namna hiyo. Kwa hivyo maneno yako namna hiyo, nashukuru ile atmosphere imekuwa hapa ya kufanya viongozi tumerudi pamoja tufanye kazi ndio tuweze kuinua maendeleo yetu ya Bula na hata Isiolo kwa jumla. Vijana wetu wapate kazi. Naona kama jana nilikuwa wakati ile watu walipiga kelele, kuna kitu moja nilikuwa nataka kuambia governor ya kwamba hata tukitengeneza barabara mzuri namna gani Bula pesa, kama hatutengenezi maneno ya maji ile inatoka Meru, ile drainage hatusaidie. Unajua hii inalikuwa ya lot of money, na hapo ndipo hata national government inakujia. Pesa itafutwa vile tunaweza tengenezewa drainage, hiyo maji iweze kuelekezwa Malile ama Isiolo River kama vile kwingine ambako kunafanywa. Kwa vile hata tutakuwa tunatumia pesa mingi, barabara inatengenezwa within a very short time, inaharibika kukinyesha. Sasa tunakaa kama ni kuosha kuku miguu. So hiyo ndio nilikuwa nataka hata kuambia governor atafute hata kama ni national government, na hata pia national government wasikie tuko na shida hiyo ya Bula pesa juu ya maji ile inatoka upande ya Meru inapitia nini. Kwa hivyo hiyo ndio ile shida, na ndio nilikuwa nataka kuambia governor aweze kushika ndio iweze. Kwa hivyo wakati ile viongozi wanaongea, sikizeni vile watu wanasema, kwa vile yote siku zote si siasa. Sasa ni wakati wa maendeleo. Nikiripotia Kamachu TV kutoka wadi ya Bula pesa, ni ripota 001 wa Njombe Kamachu.